Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Elinihaki Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na nikukumbushe mpendwa mtazamaji na msikilizaji ya kwamba tupo bado katika robo ya kwanza ambayo inasema ya kwamba kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Juma hili tena ni katika somo la 10 ambalo linasema ya kwamba kutimilika katika Kristo, ndilo ambalo tutajifunza katika juma hili tena. Mpendwa msikilizaji, ambatana nasi kuweza kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia, na ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutupatia ombi la kuweza kufungua kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, muumba wetu, mwokozi wetu na rafiki, tunakutukuza, tunakusifu kwa sababu wewe hakika ni upendo, mwingi wa rehema, mwingi wa fadhili, na kwa namna zote hizo umejidhihirisha kwetu. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunakusifu. Tunakukaribisha katika mjadala katika saa hii ambayo umetuleta hapa, lakini kwa namna ya pekee kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ili tuwapate kujifunza miguuni pako, tukaone kwa hakika namna ambavyo unatutaka tuwe katika safari hii ya Kikristo ya imani ambayo unahitaji tufikie vilele kwa ushindi. Tunakualika hivyo kwa uwezo wa Roho yako Mtakatifu katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen. Ninakushukuru mchungaji Tuvako, lakini pia mchungaji Didas, karibu sana katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Na kabla ya kwenda katika somo hili la 10 kutimilika katika Kristo, hebu tujikumbushe katika somo la 9 japo kwa muhtasari kile ambacho tuliweza kujifunza. Karibu sana mchungaji James Didas. Naam, asante sana mwenyekiti. Ndio. Somo la 9 lilikuwa linasema upatanisho na tumaini. Na fungu la kukariri kutoka katika waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho 5:21 iliyokuwa inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Somo ambalo kimsingi litufundisha namna ambavyo Mungu anachukua hatua ya kwanza ya upatanisho, na kwa kumtuma Yesu Kristo anakuja kumrudisha kwa njia ya msalaba mwanadamu kwa Mungu, na kama mwitikio wa kupatanishwa tunadumu katika imani, hatugeuzwi kuacha tumaini la Injili ambayo uweza wake unatuokoa na kutufanya tupatanishwe na Mungu. Na hivyo tunaona pia tunavyokuwa mawakala wa Mungu katika mpango wake mkubwa wa kupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Hilo lilikuwa somo letu la 9, upatanisho na tumaini. Ninashukuru sana mchungaji Didas kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangalia hasa katika somo hilo la 9. Somo la 10 kutimilika katika Kristo. Mchungaji Tuvako. Naam. Tunakwenda hasa kuangazia mada gani katika somo hili la 10 kutimilika katika Kristo? Karibu. Ninakushukuru mwenyekiti. Tunapoendelea na mtiririko huu wa namna Mungu anapounganisha mbingu na dunia kupitia kwa Kristo. Ndiyo. Leo tunaangalia huku kutimilika katika Kristo. Na nimkaribishe ndugu mtazamaji na msikilizaji kushughulika na maswali ambayo ni tata kidogo kwa wengi wasomao Biblia, lakini ambayo kwa namna ya muktadha uliompana Biblia inajifafanua yenyewe. Fungu ambalo kawaida limetumiwa sana maeneo mengi tunapopita hata katika kufanya mahubiri au mafundisho ya Biblia, pengine hata kupinga hoja ya Sabato. Ndilo ambalo limetumiwa kama fungu la kukariri katika juma hili, Wakolosai sura ya 2 aya ya 16 na ya 17, ambayo inasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Anasema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Na unaweza ukadhani kwamba kwa sababu ya kauli hiyo basi Bwana amesema kwamba hakuna mtu kumhukumu mwingine kama
haishiki Sabato, na vitu vingine ambavyo vimeorodheshwa katika hoja hii. Sasa leo tunaangalia nini? Katika muktadha huu wa mjadala tunaangalia pia makosa yaliyofundishwa na baadhi ya viongozi au walimu wa uongo katika kanisa. Makosa baadhi ya hayo ni haya yanayotajwa katika ukurasa wa 121. Kwanza ni mafundisho ya uongo ambayo yalieneza na yanaitwa kwa lugha ya Mtume Paulo ni elimu ya uongo au mapokeo ya wanadamu, ambayo ni mafundisho ya awali ya kiulimwengu. Hilo ni la kwanza ambalo halipelekani na Kristo. Lakini la pili ambalo tunakwenda kuliangazia leo ni namna ambavyo tohara, sikukuu za Kiyahudi na kaida za usafi wa kidini zilizohusiana hata na chakula ambavyo zilihusishwa hata na ibada ya malaika na viumbe wengine, kwa namna ambavyo ilikuwa kinyume na mafundisho ya Kristo. La tatu, tunaangazia leo pia juu ya jinsi ambavyo maagizo na mafundisho haya, maagizo ya kibinadamu, inavyowezekana kuhusisha desturi za kujinyima raha na anasa kana kwamba hiyo ndiyo njia ya wokovu. Lakini malize kwa kusema hili, mwenyekiti, mada yetu leo inatuongoza kuona kwamba kutimilika katika Kristo kunahusisha kumjua na kukua katika yeye. Lakini la pili ya kwamba kunahusisha kumtumaini yeye peke yake kwa ajili ya wokovu, wala sio kutumainia kanuni. Kanuni ni matokeo ya kuweka imani yetu kwake. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa kutupatia mwelekeo wa kile ambacho tutakiangazia katika juma hili. Mchungaji Didas, kuna hoja ya Mtume Paulo kuhusu utaratibu na heshima na adabu, na hii hoja inalijengaje kanisa la Mungu na mtu mmoja mmoja hata kipindi chetu hiki cha leo? Karibu sana Mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Asante sana Pastor Tuvako kwa kutuwekea msingi wa kujifunza kwetu katika juma hili, na tunaingia hasa katika sura ya pili ya waraka wa Paulo kwa Wakolosai. Ndipo tutakapopiga kambi juma hili. Tutashughulika na sura yote ya pili ya kitabu cha Wakolosai. Na ninapenda tu pamoja na msikilizaji na mtazamaji tukisoma katika Biblia zetu sura ya pili, ile aya ya kwanza hadi aya ya 7, kuna mambo ambayo Mtume Paulo anayasema hapa ya muhimu sana kwa Wakolosai, lakini kwetu hasa leo. Anasema, maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyokuu juhudi yangu niliyo nayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale Laodikia na wale wasioniona uso wangu katika mwili, ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo, ambaye ndani yake hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Nasema neno hili mtu asije akawadanganya kwa maneno ya kuwashawishi. Maana nijapokuwa sipo kwa mwili, lakini nipo pamoja nanyi kwa roho, nikifurahi na kuona utaratibu wenu na uthabiti wa imani yenu katika Kristo. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Paulo anapoanza waraka wake sura ya pili, anataja hawa anawaandikia Wakolosai, lakini anawataja na watu wa Laodikia. Kijiografia, Laodikia pamoja na Kolosai ni maeneo, miji iliyokuwa karibu sana katika ile iliyokuwa Asia ndogo ya kale. Kwa hiyo anapowaandikia Wakolosai anataja na Laodikia. Kuna makanisa matatu. Kuna kanisa lingine pia lilikuwa hapo linatengeneza kama sasa hivi, labda kwa mfumo wetu labda ungekuwa ni mtaa mmoja kama tulivyozoea. Lakini inaonekana Paulo kimwili hajafika Kolosai wala
Laodikia, maeneo hayo hakufika kimwili. Wakati yuko kule Efeso, yumkini Epafra ambaye ni mtendakazi pamoja naye Paulo alienda kule akahubiri Injili na akalianzisha hili kanisa la Laodikia. Kama tunavyoona katika kitabu hiki cha Wakolosai sura ya 1 aya ya 7 na ya 8, Paulo anamtaja Epafra kama mtu ambaye alikuwa amewafundisha Wakolosai na kuwapa msingi wa imani. Yeye alikuwa wakati huo akiwa Efeso. Lakini Paulo anawaandikia hawa Wakolosai na sisi, na kile ambacho Paulo anakisema hasa kwa tukisema kwamba kiini cha kuandikia, lengo lake, anataka wao pamoja na sisi, maana nataka nimsogelee kwa karibu msikilizaji na mtazamaji, anasema tutiwe shime au tutiwe moyo, tutiwe nguvu na kuwa wamoja katika upendo. Hicho ni kitu ambacho Paulo anataka. Amezungumza tangu tukisoma Wafilipi, hoja yake ni Wakristo walioshikamana, walio moja, ambao wana uthabiti, kwa sababu wanajua Ukristo sio safari lele mama. Kwa hiyo anataka watiwe shime, watiwe nguvu, lakini wawe na umoja katika upendo. Lakini anaenda kwa kina. Anaposhughulika na hawa Wakolosai, utagundua pasatu wako kuna tatizo kama ulivyosema, uongo ambao tumeona mwanzo kule Wafilipi. Kuna walimu wa uongo kila kona. Paulo anashughulika nao. Kiini cha sisi, na kama alivyokuwa anawaambia Wakolosai, kubaki katika imani na kutokuondoshwa, anasema anataka tupate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, tupate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Tulimjifunza Kristo kama anayefunua siri, ule mpango wa Mungu wa wokovu. Tukimjua Kristo, hatutaondoshwa katika imani. Anasema yeye Kristo, ndani yake kuna hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Kwa hiyo tukimfahamu Kristo, ina maana tunafunuliwa kumfahamu Mungu, tunafahamu hekima yake na maarifa yake yote. Kwa hiyo anashughulika pia na mafundisho ya uongo. Paulo kwa Wakolosai amewaita katika aya ya 4 kwamba ni watu wadanganyifu wenye maneno ya kushawishi. Anawaonya dhidi yake. Na ninapozungumza haya pasa, nimeona kitu fulani kimepita, nimeona waraka fulani umeandikwa na moja ya viongozi wetu wa kanisa, kwa sababu kuna watu fulani ambao wanapita na mafundisho yao na vitabu vyao, wanafundisha mafundisho ya uongo. Hasa mafundisho matatu ambayo nimeona: kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ndio. Kuna watu wanasema eti Yesu anakuja 2027, mwaka 2027, yani mwaka kesho. Sisi tunaposema one voice 2020, sauti moja 2027, kwa muktadha wa Injili, hasa tunapoona kwamba Yesu alibatizwa mwaka 27 AD. Kwa hiyo mwakani anatimiza miaka 2000 tangu kubatizwa kwake. Lakini kuna wanaopita wanasema Yesu anarudi mwakani, kana kwamba wana hakika. Lakini hata Yesu mwenyewe alionya dhidi ya kupanga muda, kwa sababu aliwaambia wanafunzi wake, wakati wa kuja kwangu, saa siku sio yenu, iko katika hekima ya Baba. Kwa hiyo kuna watu wanaosema Yesu anarudi 2027. Lakini pia wana mafundisho potofu juu ya Utatu Mtakatifu. Ndio. Wanafundisha mafundisho ya uongo juu ya uungu na Roho Mtakatifu kama nafsi halisi kamili ya uungu, na Yesu Kristo vivyo hivyo. Lakini wana mafundisho mengine pia juu ya vitakatifu vya Bwana, zaka na sadaka. Ni mafundisho potofu ambayo yapo hata leo. Na ilikuwa shauku ya Paulo wakati ule. Na ninadhani kama angekuwa hai, ingekuwa shauku yake leo. Na hata sisi ambao Mungu ametupatia neema ya kuwa ndani ya familia yake ya kanisa, ni shauku yetu kusimama katika neno la Mungu thabiti na kuondoa mafundisho ya uongo. Na kinachovutia zaidi katika mafungu haya niliyosoma, Paulo anawasifu Wakolosai kwa ajili ya kuwa watu wenye utaratibu na kuwa thabiti katika imani kwa Yesu Kristo. Anazungumza juu ya utaratibu. Ndio. Anajua kabisa kwamba Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu kabisa. Na kwa namna hiyo anataka kanisa liwe na utaratibu. Ukisoma katika mwongozo wetu ule ukurasa wa 122, ile aya ya
ya tatu baada ya amina ya tatu kutoka chini, kuna mahali anasema wakati mwingine kuna mwelekeo wa kuchukulia utaratibu na muundo wa kanisa kama desturi za kikanisa zisizo na maana ya kiteolojia. Kwa hiyo kuna watu ambao hata sasa wanakataa muundo wa kanisa. Kuna watu ambao kwa kusoma Biblia na kutokuelewa na maandishi mengine yaliyovuviwa wanaliita kanisa la Mungu ni Babeli. Lakini Paulo aliheshimu kanisa na muundo au mfumo wake. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15, kuna wakati hata mambo fulani yalikuwa yanaleta utata. Paulo ilibidi aende kwa baraza lililokuwa linaongoza, baraza kuu nikiita kwa la kanisa kwa wakati huo, lililokuwa Yerusalem, kwa ajili ya ufumbuzi na utatuzi wa changamoto zilizokuwa zinakabili kanisa, hasa ukizingatia kanisa lilikuwa linajengwa na Wayahudi pamoja na wale ambao ni wa mataifa. Kuna mambo yaliyokuwa naleta misunderstanding, kutokuelewana, na jambo lile likaenda likashughulikiwa. Lakini tunaona kwa namna ambavyo Paulo anawaandikia kina Timotheo, anamwandikia Tito, anawaambia jinsi inavyowapasa watu kuenenda katika kanisa la Mungu. Anashughulika hata namna ambavyo wazee wa kanisa, mashemasi, wachungaji wanavyopaswa kuwa, namna wanavyopaswa kuchaguliwa na kuingia katika utendaji wa majukumu yao matakatifu ambayo Mungu amewapatia kusimamia kama mawakili kanisa lake. Kwa hiyo anaeleza kwa kina namna ambavyo watu wanapaswa kuenenda kwa utaratibu ndani ya kanisa. Na kulingana na swali alilouliza mwenyekiti, Paulo katika sura ya 11 ya Wakorintho wa kwanza ameeleza kwa kina jinsi inavyowafanya watu kuenenda ndani ya kanisa, hata katika ibada. Nashangaa sana Pastor Tuvako, ibada zetu, namna tunavyo behave, tunavyoenenda na kutenda katika ibada, kile kicho cha ibada, namna tunavyoingiliana na kushirikiana na kuhusiana wakati wa ibada, kuna changamoto nyingi sana. Lakini Paulo anatamani tunapomwabudu Mungu tuenende mbele za Mungu kwa adabu, kwa heshima, kwa kicho na unyenyekevu, kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana, alafu ni Mungu wa utaratibu. Kwa hiyo tunapokwenda mbele za Mungu kwa ibada, heshima na adabu na taratibu zote zinazofanya ibada iwe nzuri, yenye kuvutia na kuleta utukufu wa Mungu ziheshimiwe. Kwa namna hiyo tutakuwa waabudu wenye kufurahia ibada na baraka zake. Asante sana Mchungaji Didas kwa kutufafanulia hayo. Nirejee tena kwa Mchungaji Tuvako. Tunaona hapa pia tena Mtume Paulo anaonekana kutumia sitiari ya mimea, na anapotumia sitiari ya mimea kama vile shina la mti, hii inatufundisha nini kuhusu hoja ya kukua katika Kristo? Tunakuaje hapa katika Kristo kupitia sitiari ya mimea? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Ni kushukuru mwenyekiti, nikiungana na Mchungaji Didas kwa kile ambacho umezungumzia juu ya hoja ya adabu, heshima, utaratibu na hekima hii ya Mungu ambayo ni ya pekee. Wakati mwingine nimekumbuka ya kwamba Mithali, nadhani sura ya 8 ya 12 anasema hekima, kuna wanazuoni wanasema inamaanisha hekima ni Kristo. Na hivyo yeye aliye hekima anataka tuenende kwa namna inayopelekana na tabia ya hekima ambayo kwa kweli ni tabia ya Kristo. Na hivyo ninapojibu swali hili mwenyekiti ambalo umeuliza, ni mkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji kusoma aya ambayo haipo moja kwa moja katika mwongozo wetu katika sehemu ya leo, lakini inapatikana kwenye kitabu cha Yohana. Na kwa nini? Kwa sababu hoja ulioiuliza ni jinsi ambavyo sitiari ya mimea inatumika. Na anaisema vizuri katika sura ya 15 ya Yohana. Anaposema mimi ndimi mzabibu wa nini? Wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa.
ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Sasa nikirejea kwenye kitabu cha Wakolosai ambacho tunakitazama sura ya 2 katika somo letu la juma hili, nipendekeze niangalie tena hizi aya alizisoma muda si mrefu uliopita mchungaji Didas, katika aya ya 6 hadi ya 8. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mnafanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukurani. Sasa shina, mna shina, mnaenenda lakini wenye shina, na mnaokubali kwa njia hiyo, katika kukubali hilo shina, kukua katika Kristo. Umeuliza juu ya sitiari hii, lakini ninafurahi kuona jinsi ambavyo Mtume Paulo anatoa kama mwangwi sasa wa ile kauli ya Bwana Yesu. Kristo anaposema yeye ndiye shina, yani ndiye mzabibu, ninyi ni matawi, hakuna lolote mwezalo kufanya bila mimi. Mtume Paulo anasema muenende sasa kama mlio na hilo shina, na kwa namna hiyo mtakuwa. Na katika kukua huko tunaona mambo kadhaa, niyataje lau kwa ufupi, ambayo tunajifunza katika somo la juma hili. Jambo la kwanza ni kwamba hatuwezi kupokea wokovu bila kupata kupitia kwa Kristo. Yaani hakuna kanuni, hata kama tumezisoma kiasi gani katika Torati, ziwezazo kutupatia sisi wokovu. Ni kwa njia ya Kristo peke yake. Na hivyo kwa njia ya kumkubali Kristo, wewe mahali popote unapokuwa, unahakikishiwa kupitia kwa Bwana Yesu kwamba unaokolewa. Ana uwezo wa kuokoa. Na hivyo kwa maana hiyo, anachokifanya ndani ya moyo na kumfanya mtu aweze kuabadilike kutoka katika hali ambayo alikuwa nayo kwenda kwa hali ambayo Kristo anataka awe nayo, ni mchakato unaoendeshwa na Roho wa Mungu. Na hivyo hili la kwanza. Lakini la pili ambalo linapatana na hilo ni jinsi ambavyo zaidi ya kingine chochote kumkubali Kristo ni kufa nafsi. Yaani nafsi yangu ninaisalimisha. Na hivyo hoja ya kuwa kwenye shina ni kukubali kwamba mimi si tawi tu. Sina uhai kwangu mwenyewe. Lazima nipate uhai kutoka kwa yeye aliye shina. Lakini jambo la tatu, mwenyekiti, nayataja kwa ufupi tu, ni kwamba neno lililo hai, ambaye kwa kweli Kristo Yesu ndiye neno. Yohana sura ya 1 anasema neno ndiye aliyefanyika kuwa nani? Mwili. Na tukauona kati yetu. Neno ambaye kwanza alikuwa na Mungu, neno aliyekuwa Mungu. Na hivyo kwa lugha hii tunamuona Kristo ambaye ndiye neno, asivyotenganishwa na neno hili hapa lililoandikwa. Na hivyo neno lililoandikwa linamdhihirisha Kristo ambaye ndiye neno aliye Mungu. Na kwa lugha hii tunaona jinsi ambavyo tunakuwa kwa kukubali kujikita kwenye neno la Mungu. Ni rahisi kiasi hicho. Wapo ambao tumefikia hatua kuanza kwamba somo la juma hili ni gumu sana, lakini kwa kweli ni somo linalohitaji tu kutulia na kuona hatua kwa hatua jinsi ambavyo linatuongoza kuona. Nimalizie machache yafuatayo, mwenyekiti. Naam. Kama ambavyo sitiari ya mimea inavyotumika, ibara ya kati katika ukurasa 123 inasomeka hivi: Paulo anaeleza kwa dhahiri mambo mawili ambayo muumini au waumini wanapaswa kuchagua moja kati ya hayo. Mtu anapaswa kudumu kuwa mti uliopandwa na Bwana, kama Isaya 61 inavyosema aya 3, na kuendelea kuwa mkamilifu katika Kristo kwa kumshikilia yeye na mafundisho yake. Lingine linaweza kufananishwa na mti bandia ambao unaweza kuonekana kuwa halisi, lakini kwa kweli hauna uhai. Kwa nini?
ni kama tawi ambalo halijaunganishwa kwenye shina. Ndio. Na hivyo kwa ufupi, kukubali mafundisho yasiyo ya kibiblia kuna maanisha kumkataa Kristo, kwa sababu wale wanaoyaamini mafundisho ya uongo, cha kusikitisha, wamekubali injili tofauti na wamepokea mamlaka ya kibinadamu juu ya mamlaka ya maandiko. Hii inakuwa hatari katika kanisa, lilikuwa hatari katika kanisa la awali, ni hatari leo kwa kanisa rafiki, iwe ni Kigoma, iwe ni Dar es Salaam, iwe ni Bukoba, iwe ni Mtwara, kutokitwa kwenye muktadha halali wa neno la kweli la Mungu kuna hatarisha uzima wako na kunapoteza wokovu. Ninakushukuru sana Mchungaji Tuvako na Mchungaji Didas. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, na tukirejea tena tutaweza kuendelea na kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kubaki nasi. Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kama unaungana nasi tena, Mchungaji Didas, tunapoangalia kile kitabu cha Wakolosai 2 na ile fungu la 11 mpaka fungu la 15 pale, ni kitu gani hasa kilichogongombelewa msalabani kulingana na hilo fungu? Karibu sana Mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Kitu gani kiligongomelewa msalabani? Aya ya 11 sura ya 2, naanza maneno haya, anasema katika yeye mmetairiwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutairiwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Paulo anaanza hiyo haya ya 11 kwa kuzungumzia habari ya tohara, na tunaona anazungumzia kama tohara za aina mbili. Anazungumza tohara ya kimwili, lakini kuna mahali ametaja tohara inaitwa tohara ya Kristo. Kwa Wayahudi tohara ilikuwa ni muhimu sana na kitu cha pekee sana. Waisraeli walikuwa wanathamini sana hii kitu, kwa sababu ni Mungu mwenyewe aliruhusu ije tangu kipindi cha Ibrahim, na ilikusudiwa kwamba kila mtoto mwanamume anayezaliwa siku ya 8 baada ya kuzaliwa kwake lazima atairiwe. Na hii ilikuwa inaonesha kwamba watoto wao wote wa kiume walikuwa wametengwa kwa ajili ya Mungu. Na kwa namna ambayo Paulo anataja kwamba sasa kuna tohara ambayo Wakolosai wao wametairiwa kwayo, tohara ya Kristo. Maana amesema kwamba wao kuna wakati walikuwa katika hali ya kutokutairiwa kwao katika mwili, ila Kristo alipokuja akawatairi tohara ya kiroho. Hii tohara ambayo Paulo anaisema ni ya Kristo ni tohara ya namna gani? Anazungumza tu kwa lugha ya ishara kule kujitoa kwetu kikamilifu kwa Kristo. Pale ambapo mtu anampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wake, anapoamua kuacha dunia na mambo mengine na akaamua kumfuata Yesu kikamilifu, akajitoa kwake, basi Yesu kwa namna ya kiroho ni kana kwamba anamtairi.
anakuwa mtu ambaye ni mwepesi wa kutambua dhambi na kuishi maisha yaliyo makamilifu, kwa sababu tohara ya Kristo katika ishara ya ubatizo, Yesu alipokufa na kufufuka, wale wanaompokea na kubatizwa wanafananishwa na kule kushiriki kifo cha Kristo. Kama Kristo alivyozikwa katika kaburi, akafufuka akiwa na mwili ulioharibika kwenda kaburini, akafufuka katika mwili ulio wa utukufu. Mtu yeyote anayempokea Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo, anapofufuka kutoka kwenye kaburi la maji, anakuwa kiumbe kipya. Anazika utu wa kale na kupewa utu upya katika Kristo Yesu. Kwa hiyo baada ya hapo anatembea katika upya wa uzima. Anaonesha muunganiko ule ambao Pastor Tuvako ametueleza nyuma. Ameshikamana na Kristo kiasi kwamba kama Paulo ukimwangalia unamuona Kristo ndani yake. Kwa hiyo tohara ya Kristo ni kumpokea Kristo na kubatizwa na kupewa uwezo wa kuishi maisha mapya ya Ukristo, maisha yenye kuacha dhambi na mambo yote mabaya ambayo yanaweza kumfanya mtu aonekane ni mtu mbaya wa kidunia kama ilivyokuwa kwanza kwa Wakolosai. Lakini baada ya kumpokea Kristo wakawa watu wapya ambao Paulo anasema katika Kristo Yesu wakawa wametahiriwa tohara ya rohoni. Lakini tunakuja kwenye kiini cha swali lako mwenyekiti, aya ya 14. Hapa kuna mgogoro mkubwa sana katika hili fungu. Watu wengi kwa fungu hili na maandishi mengine ya Paulo wanafikia hitimisho kwamba sheria ya Mungu, amri 10 au sheria ya maadili iligongomelewa msalabani. Kwa hiyo wanadai kwamba hatuhitaji kuzishika amri 10 tena. Mara unasikia hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema, hatufungwi na sheria zozote katika maandiko, tuko huru. Kwa hiyo kuna madai ya namna hiyo. Watu wanasema kwamba kwa mujibu wa fungu hili Paulo alimaanisha kwamba sheria ya amri 10, sheria ya maadili zilifutwa au ziliondolewa au ziligongomelewa msalabani. Lakini je, Paulo alikuwa anamaanisha hicho kweli, kwamba sheria iliyogongomelewa msalabani ni amri 10 au sheria ya maadili? Sio hivyo. Katika mwongozo wetu ukurasa wa 124 ndio ile aya ya 2 tu anasema, ili kusaidia kuelewa maandiko haya tafsiri mbili muhimu zimependekezwa. Na anasema kwanza, hati iliyoandikwa iliyogongomelewa msalabani ni orodha ya mashitaka iliyokuwa na uadui kwetu. Hii ina picha gani? Na tunarudi Agano la Kale, wakati ambapo mwanadamu mwenye dhambi alikuwa akisimama akiwa na hatia yake ya dhambi. Alikuwa anasimama akiwa kama mwenye deni anayepaswa kulipa. Dhambi zake zimesimama mbele za Mungu kwa sababu amevunja sheria ya Mungu. Kinachotakiwa ni kulipa ili sheria iwe imetendewa haki inavyotaka, kwa sababu tangu mwanzo kwamba ukifanya dhambi hakika lazima ufe. Tumaini la mwenye dhambi wakati huu ilikuwa ni Kristo tu, lakini kwa njia ya mfano mnyama asiye na hatia ndipo alipokuwa anaingilia. Alikuwa anachukuliwa mnyama mwenye asiye na hatia na anachinjwa, anakufa, na mwenye dhambi mwenyewe anamchinja, na kana kwamba dhambi zake zilikuwa zinahama zinaenda kwa yule mnyama. Na hivyo anaondoka siku hiyo, na ilikuwa ni tendo la siku kwa siku. Najiuliza hivi kwamba Pastor Tuvako ule mfumo ungeendelea kuwepo kwamba kila unapotenda dhambi lazima uende na njiwa, lazima uende na mwana kondoo au ndama, ingekuwaje sasa hivi? Tungeweza kumudu hicho kitu? Watu hawa kwa kweli walikuwa na wakati mgumu sana. Lakini hata hivyo, kile kilichokuwa kinaelekezewa kwa mfumo huu wa kufanya kafara hii ilikuwa ni picha kubwa sana ya mwanakondoo wa Mungu anayezichukua kwa dhambi za ulimwengu, ambaye hatimaye alifika. Sisi tunaoishi katika kipindi cha Agano Jipya, kwa kweli tunafurahia sana baraka za Kristo kufa msalabani. Na Yesu alipokufa msalabani
alichukua hatia yetu, deni letu lililokuwa linasimama dhidi yetu, ile haki ya uvunjwaji wa sheria ya Mungu iliyopaswa kulipiwa kwa kifo, Yesu alichukua. Kama tulivyoona juma lililopita, yeye alifanyika dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Kwa hiyo kwa namna hiyo Yesu akafuta milele mara moja kwa msalaba deni letu lililokuwa linasimama dhidi yetu likitudai. Hiyo ni tafsiri ya kwanza ambayo inazungumzia hili jambo ambalo Paulo anahitaja katika aya ya 14, hati iliyoandikwa ya kutushitaki. Lakini kuna jambo lingine ambalo linaleta tafsiri ya pili ya aya hii. Sheria za mfumo wa kaida za kidini, hati iliyoandikwa ya kutushitaki, tofauti na sheria ya amri 10 au sheria ya maadili iliyoandikwa katika mbao mbili za mawe, ziliandikwa na Mungu kwa chanda chake mwenyewe, akampatia Musa, akamkabidhi aziweke ndani ya sanduku la agano. Lakini baadaye Musa alielekezwa na Mungu aandike hizi sheria zilizokuwa zinatawala, zilikuwa zinaongoza mfumo wa kaida za kidini, mfumo wa ibada na kafara katika kipindi cha Agano la Kale. Hizi sheria za kidini hizi ndizo ambazo Paulo anazirejelea kwa kusema hati iliyoandikwa iliyotushitaki. Musa yeye aliziandika sasa mwenyewe kwa mkono wake. Unajua kuandika, hata Mungu aliandika kwa mkono wake. Lakini dhana ya kwamba zilizoandikwa kwa mkono ni katika muktadha kwamba ziliandikwa na mwanadamu Musa, japo ni Mungu alimuelekeza. Alafu akamwambia aziweke kando ya sanduku la agano. Na Paulo anatumia kirai hiki kinachofanana na hicho kwa namna nyingine katika Waefeso sura ya 2 aya ya 15. Bado anarejelea hizi tu sheria hizi za kaida za kidini zilizokuwa zinawatenganisha kipindi kile Wayahudi na wa mataifa, na anasema naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo. Sheria ya amri zilizo katika maagizo pamoja na hati iliyoandikwa ya kutushitaki ni neno lile lile ambalo Paulo analitumia katika Waefeso pamoja na Wakolosai, ikimaanisha kitu kile kile. Anasema sheria za amri zilizo katika maagizo au hati iliyoandikwa ya kutushtaki zinatofautisha taratibu za mfumo wa ibada na kafara au kaida za kidini na sheria ya maadili au amri 10. Hizi sheria ya amri zilizo katika maagizo Waefeso au hati iliyoandikwa iliyotushitaki ndizo zilizogongomelewa msalabani. Zilipata utimilifu wake wakati Yesu Kristo alipokuja na kufa msalabani. Kwa hiyo basi sharti la kuzishika lilikoma, kwa sababu kile kilichokuwa kinafanywa kwa mfano kilikutana na kitu halisi. Yesu alipokuja, yeye aliye halisi, kile kilichokuwa kivuli au mfano lazima ikome. Kwa mfano, pastor wako mimi ni rafiki yako na huenda tumekutana mtandaoni. Alafu tunatumiana picha, unaangalia picha yangu, naangalia picha yako. Ikatokea siku moja tukakutana mimi na wewe. Tunaonana hivi. Alafu sasa tumeonana mimi na wewe, lakini mimi bado niko kwenye simu naangalia picha zako. Wakati wewe ni nawe hapo tayari. Nitakuwa mtu ambaye kwa kweli akili zimeenda likizo hivi. Anafananisha mlinganisho utaona tu kama ulishamuona kwenye picha na amekuja halisi utamwona. Japo kuna wengine sasa hivi pia wana fake. Kuna mtu amechumbia kwenye mtandao, anaona mtu anaposti picha nzuri na nini. Alipokutana naye alikimbia sana. Kwa sababu aliona watu wawili tofauti. Lakini Yesu alipokuja, ule mfumo haukuwa mbaya, lakini ulikuwa hauhakikishi wokovu. Yesu aliyekuwa haya mambo yote yanaelekezwa kwake, alikuja hatimaye. Kwa hiyo mfumo wa ibada
na kafara na sikukuu za kidini vilielekeza kwa Kristo ambaye ni kafara yetu. Yeye ambaye ni mwanakondoo wa Mungu anayechukua dhambi za dunia. Ndiyo maana alipokufa tu siku ile, Pastor, utakumbuka, kwa mkono usioonekana pazia la hekalu lilipasuliwa kutoka juu kwenda chini vipande viwili, kuashiria kwamba sasa mfumo wa ibada na kafara, kaida zote za kidini zimekoma, kwa sababu yeye aliye halisi amekwisha kuja. Lakini sasa sio kama watu wanavyodai kwamba eti kwa fungu hili, aya ya 14 wa Kolosai 2, eti amri 10, sheria ya maadili iligongomelewa msalabani. Kilichogongomelewa msalabani ni sheria zilizoongoza, zilizotawala mfumo wa ibada na kafara za wakati wa Agano la Kale au kaida za kidini. Asante sana kwa ufafanuzi huo, mchungaji Didas. Na mchungaji Tuvako, utaunga hapo kwenye hizo sheria hizo zilizogongomelewa kwa msalabani, utaunga hapo na ni mambo gani hasa yahusuyo imani ambayo haipasi tuhukumiwe kwayo? Kiunga hapo. Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Ni kwa kweli ni kuunganisha. Ninapoangalia aya zifuatazo katika kujibu swali lako, Wakolosai sura ya 2, sasa ni zile aya ambazo zimekuwa fungu letu la kukariri. Aya ya 16, 17, 18, nitakomea pengine niende mpaka 19 kwa ajili ya muktadha huu. Anaposema hivi, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijiitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Wala hakishiki kichwa, na kichwa hiyo imepewa herufi kubwa K, kichwa, ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Sasa mambo yafuatayo ni kitu muhimu kuzingatia hapa. La kwanza ni kutambua mazingira ya Wakolosai ambayo Mtume Paulo alikuwa anawaandikia. Nadhani tunakumbuka ya kwamba Wakolosai hili ni kundi la waumini ambalo Mtume Paulo mwenyewe alikuwa hajalifikia kimwili. Yaani kuonana nalo kama kwa mfano aliotumia hivi punde ana kwa ana. Ndio. Alikuwa anawasiliana nao kupitia kwa wainjilisti wengine, lakini pia sasa anawasiliana nao kupitia kwa waraka. Wakolosai kama ilivyo pia inavyoonekana hata Laodikia ambao wamewataja mwanzoni mwa sura hii ya 2. Wakolosai walikuwa na changamoto kadhaa, lakini mojawapo ilikuwa ni dhahiri, ni muhimu tukaitaja hapa. Waumini waliojiunga na Ukristo katika kundi la waumini Kolosai, wengi hawakuwa wanatokana na Wayahudi. Walikuwa wanatoka katika wale ambao walifahamika siku zile kama wa mataifa. Lakini sasa kwa sababu injili imekuja kupitia kwa Wayahudi, ni kweli imetoka kama ambavyo wale wajumbe ambao walikuja wakiwa na imani na misisitizo na mafundisho ambayo Mtume Paulo alikuwa akiyaeneza. Wayahudi walikuwa na sauti katika kundi lile, licha ya kuwa ndio wachache. Sasa kitu kinachonisikitisha ni hiki, mwenyekiti. Ndio. Pamoja na kwamba walikuwa na sauti, walikuwa pia na matatizo yao. Wayahudi pamoja na kuwa wachache walikuwa na matatizo ambayo yaliambukiza congregation au jumuiya hii ya waumini. Moja ya changamoto ambazo walikuwa nazo ni pamoja na kupeleka ibada fulani za malaika. Yaani Wayahudi sasa, sio mataifa, Wayahudi. Walikuwa na namna fulani pia wanakuza utukufu wa malaika mahali ambapo hapastahili. Malaika hana nafasi ya kuabudiwa. Sasa ibada za malaika zilitokana na Wayahudi. Zinaonekana kuwa ziliingizwa na Wayahudi.
Somo letu linatuelekeza kuona pia baadhi ya mambo ambayo sasa hawa Wayahudi waliyasisitiza kutokana na desturi zao, ambayo ndiyo yanasababisha Mtume Paulo aseme mtu asiwahukumu kwa mambo haya. Kwa nini? Kwa sababu kulingana na hoja ya zile sherehe za maadhimisho, zile kaida ambazo zilikuwa zinaelekeza katika kafara ya Kristo, kulingana na zile yale mambo ambayo hata yanayohusiana na, yanataja hapa pia swala la tohara, ambalo kimsingi lilikuwa linaeleza ishara Mungu anayoweka kwa mwanadamu, ambayo inaonekana kwa namna ya pekee kuashiria ujio wa huyu mwanamume Kristo ambaye anakuja kuwakomboa wanadamu. Ndio. Haya mambo yalikuwa desturi za Kiyahudi yalisisitizwa katika kanisa la Kolosai. Sasa Mtume Paulo anasema mnafika hatua mnahukumiana kwa taarifa ambazo Mtume Paulo alikuwa nazo tayari. Na hivyo nisome kibara kifupi kinaonekana katika ukurasa wa 125 katika mwongozo wetu anaposema kwa wazi. Wakolosai 2:16 inaorodhesha idadi ya desturi za kawaida za Kiyahudi ambazo zilionekana kuendelezwa miongoni mwa baadhi ya Wayahudi walioongoka kuwa Wakristo. Lakini hata mambo yanayotajwa katika Wakolosai 2:18 yanapatana na muktadha ule ule. Yesu alikosoa kujifanya kuwa wanyenyekevu miongoni mwa viongozi wa kidini. Kutoka katika magombo ya Qumran tunajifunza kwamba malaika waliwasilishwa au walihusishwa sana katika dhana fulani za ibada za Kiyahudi. Ndio. Na kwa hiyo matatizo ambayo Paulo alikuwa anakabiliana nayo huko Kolosai yanaelekea kuwa sawa na yale aliyokabiliana nayo mahali pengine. Sasa namalizia kwa kusema yafuatayo. Kwanza, hoja ya ibada kwa Mungu ikiumba tu nafasi isiyofaa ya kuingizwa kwa desturi zisizofaa kupatikana. Hoja ya ibada kwa Mungu ikiyumba kidogo, yaani simaanishi kwamba ule utaratibu wa ibada kwamba tunaanza kwa wimbo namba fulani, na maanisha pale ambapo tunakosea kuelekeza mioyo yetu kwapo hapo. Tukishakosea kama walivyokosea wakaabudu mpaka na malaika, wakaelekeza ibada zao mahali pasipofaa. Hata hawa Wayahudi waliruhusu kuingizwa kwa desturi ambazo zilitoa watu katika ibada iliyokusudiwa. Na hivyo kwa maana hiyo, ilipokuwa swala la miandamo ya mwezi, swala la hizi sabato, naomba hata mpenzi mtazamaji na msikilizaji azingatie neno sabato hata katika hoja yetu, kwa mujibu hata wa mwongozo tunaosoma sasa, linawekewa herufi ndogo, tofauti na ile sabato ya kweli ambayo ni ya amri ya 4 ambayo ilikuwepo tangu juma la kwanza la uumbaji. Hoja ya sabato zinazotajwa na Mtume Paulo hapa ni hoja ya zile sikukuu ambazo zinakuja zikiletwa kwa ajili ya wana wa Israeli kuadhimisha, kukumbushwa ujio wa Kristo ambaye anakuja kuwakomboa wanadamu mbeleni. Hoja ya sabato ya kweli ni tofauti kabisa ya amri ya 4, ilikuwepo kabla mwanadamu hajaanguka katika dhambi. Ndio. Na hiyo tofauti ni muhimu sana kuizingatia. Lakini jambo muhimu sana kwetu leo kulitambua ni kwamba tunapozungumzia hivi vivuli vya mambo yaliyokuwa yanakuja mbele, havikupaswa kuondoa ukweli wa ujio wa Kristo katika mwili ambaye amekuja kutimiza kile ambacho vile vivuli viliashiria. Nimalizie kwa kusoma hii. Jambo muhimu kwa ufahamu wetu wa aya hii ni tafsiri ya Paulo mwenyewe kwamba mambo hayo ni kivuli cha mambo yafanyayo nini? Yajayo, bali mwili ni wa nani? Ni wa Kristo. Siku hizi za utaratibu wa kaida za kidini kama vile kafara zilielekeza katika kazi ya Kristo. Sabato ya siku ya 7 kinyume chake ilianzishwa katika bustani ya Edeni kabla ya dhambi na muda mrefu kabla ya kafara za mfumo wa kaida za kidini za patakatifu kuanzishwa. Kwa hiyo hakikuwa kivuli kilichopaswa kuondolewa baada ya msalaba. Hoja uliyouliza mwenyekiti ni mambo gani ambayo hatupaswi kuhukumiana kwayo. Leo
hata tohara inafanyika kwa wanaume kwa namna iliyo ya afya. Ndio. Sio kwa namna ya kaida ya kidini. Humhukumu mtu leo kwamba hakutahiriwa kwa muktadha wa kidini. Vivyo hivyo kuna mambo mengi watu wanahukumiana hata kwa mavazi. Sisemei juu ya namna ya kutovaa inavyostahili. Yes. Hapana. Nasemea juu ya swala la kuvaa, labda umevaa nguo vizuri tu kwa utanashati, hujavaa tai, kwa wengine inakuwa kama vile umetenda dhambi fulani. Mambo ambayo hatufai kuhukumiana kwayo ni mengi ambayo hayana msingi katika maadili. Yaliyo na msingi katika maadili yanabaki na sheria ya maadili. Nikomea. Asante sana Mchungaji Tuvako. Mchungaji Didas, ni kwa namna gani maagizo ya wanadamu yanapambanishwa hapa dhidi ya maagizo ya Mungu? Na tufanye nini leo sasa? Karibu sana Mchungaji Didas. Asante mwenyekiti kwa haraka nisome katika sura ya 2 na ile aya 20 hadi 23. Anasema, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama mwenye kuishi duniani? Kama mwenye kuishi duniani, msishike, msionje, msiguse. Mambo haya yote huharibika wakati wa kutumiwa. Ali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Tofauti na sheria zilizoongoza mfumo wa kaida za kidini, kulikuwa na taratibu zingine ambazo katika Marko ameziita mapokeo ya wazee. Ukisoma Marko, msikilizaji, unaweza pamoja na mtazamaji kusoma Marko sura ya 1 au sura ya 7 aya ya 1 mpaka ya 7. Marko anaziita mapokeo ya wazee. Mafarisayo pamoja na waandishi wakaongezea sheria na kanuni zingine kwenye zile kaida za kidini ambazo kimsingi tumejifunza tayari kwamba kwa Yesu Kristo kuja zimekoma. Zilikuwa zinaelekeza katika Yesu ambaye ni mwanakondoo halisi, kafara yetu ya kweli. Lakini sasa hawa wakafanya watu wakawa na mzigo mzito. Unajua hata hizi kaida za kidini Mungu alizikusudia ziwe kwa wakati huo jambo jema la kuongoza kwenye wokovu kwa Kristo Yesu. Lakini akukusudia ziwe mzigo. Hawa wazee wakaja baadaye kuongeza amri zingine ndogo ndogo nyingi sana. Hata kuzunguka sabato tunayozungumza ya siku ya 7 ilikuwa na amri zingine nyingi sana kabisa. Kwa hiyo wokovu ukawa ni mzigo mzito sana tena kwa hawa watu wa mataifa. Ndiyo maana kwenye ile aya ya 20 nasema, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama mwenye kuishi duniani? Mtazamo wetu umeshabadilishwa na Yesu Kristo. Kwa kuja tunapata utimilifu wote kama raia tuliona nyuma wa ufalme wa mbinguni. Sasa hatupaswi kuishi kama watu wa duniani, kama Pastor wako alivyosema. Haya mambo madogo madogo ambayo wengine tumeyashikilia tukafanya dini imekuwa ngumu sana, lakini hayana wokovu, yanatushika na kutufanya wengine watoe macho, wako tayari kupigana kulinda kaida fulani vitaratibu kanisani. Na unakuta mwingine Pastor wako siku ya Sabato anachoka. Anasema yani siku ya Sabato ndo mimi ninachoka sana. Kumbe alikuwa anashughulika na mambo madogo madogo tu ya kikaida ambayo hayana wokovu. Kwa hiyo kwa sababu tumeokolewa na Yesu Kristo, haya mambo, taratibu hizi, kaida hizi, sheria hivi visituvute na kutufanya tutengane na hata kuwafungia wengine kuipokea injili ya kweli. Tuwahubirie watu Yesu Kristo ambaye ndiye wokovu wetu. Na nashukuru kwa maneno machache Mchungaji Tuvako, na tunapohitimisha kipindi chetu hiki. Mkristo anapaswa kufanya nini ili atimilike katika Kristo kama somo tunavyosema? Karibu. Nakushukuru mwenyekiti. Kutimilika katika Kristo, katika ukurasa wa 127 nisome maneno machache kabisa. Yanasema, yanasema hivi, na ibara zile mbili. Anaposema Biblia,
ndiyo taa ambayo inapaswa kuwa na mafuta. Wapo wanaodhani Biblia ni kama taa isiyo na mafuta. Lakini kazi ya watu wa Mungu ni kuwa wafuasi wa Kristo. Na watakumbana na maneno ya bembelezayo, na kwa maneno kama hayo mtume alikuwa amewaonya waumini wa Kolosai. Atakumbana na tafsiri za maandiko zenye msukumo wa imani za kuongea na waliokufa, lakini haikumpasa na haipasi kuzipokea. Sauti yake yapaswa kusikika kwa ufasaha na uthabiti, kutetea kweli za milele za Biblia. Akiwa amekaza macho yake kwa Kristo, ilikuwa inampasa kusonga mbele kwa uthabiti katika njia aliyoielekeza Kristo, akizitupilia mbali dhana zote zilizokuwa hazipatani na mafundisho ya Kristo. Ilikuwa inampasa kufanya ukweli wa neno la Mungu kuwa somo lake la kutafakari na kufikiri kwa kina. Unakuwa na kutimilika katika Kristo kwa kulichukua neno hili la Mungu kwa uaminifu, kulisoma kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na kumsikia Mungu asemavyo katika neno hili kwa moyo wako kila siku. Kristo anatimilizwa ndani ya mtu. Ninakushukuru sana Mchungaji Tuvako, na ninakushukuru sana Mchungaji Didas. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, asante sana kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu hiki ni kuombe Mchungaji Didas uweze kutufungia kwa ombi. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ya pekee umeturuhusu kujifunza neno lako. Amina. Ninakusihi utufanye sisi na msikilizaji na mtazamaji kutimilika katika Kristo Yesu aliye haki yetu. Amina. Asante kwa sababu unatupenda na unatuokoa. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen.